Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa na diwani wa kata Tingi wilayani Kilwa mkoani Lindi, Rajabu Ngatanda amefanya ziara yake katika tarafa Kipatimu kata Kibata na kubaini changamoto kubwa zinazowakabili wananchi wa maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na uchakavu wa miundombinu ya barabara na ubovu wa miundombinu ya madarasa katika shule ya sekondari Kibata. Yamezungumzo hayo na baadhi ya wananchi wa maeneo hayo, ambapo wamempongeza mwenyekiti kwa kutembelea na kukagua miundombinu hiyo na kusema kuwa kutokana na uchakavu wa miundombinu ya barabara wameshindwa kupitisha mazao yao ya biashara kwenda sokoni na kupelekea kuwa na hali ngumu ya kiuchumi. Kwenye barabara changamoto kubwa kwamba inavyotokea kipindi cha masika njia zinajifunga, bodaboda hazipiti, wala kwa mguu pia inakuwa ni changamoto. Hususan wamama wengi wanajifungulia nyumbani, na huwa inatokea wakifika hospitali wanaambiwa kwamba changamoto ni nini. Yaani inawezekana wamama wanagombezwa, lakini changamoto kubwa inayokuja ni hii ya barabara. Mvua inanyesha, uwezekano wa bodaboda hakuna, kubeba kichwani nayo inashindikana kulingana na mazingira jiografia inavyopita. Kwa hiyo tuombe sana katika mazingira barabara muweze kutufanyia jitihada ili kusudi na sisi tuwe katika mazingira ambayo yako stahiki. Kwa hiyo unaweza ukaona pana changamoto nyingi, hata upatikanaji wa ushuru unashuka. Kata inawezekana inakusanya mapato madogo. Chanzo kikubwa miundombinu imekuwa ni changamoto. Ili tuweze kutoka katika haya mazingira, niombe sana mtufungulie miundombinu ili mapato ya kata yawe juu, na imani kwamba barabara zikiwa vizuri hata mapato, na imani kabisa huenda ikawa hata kata Kibata katika halmashauri ya Kilwa mkakusanya ikawa ya kwanza. Wakati mimi nilishaanza mchakato wa kupita kuchangisha wenye moyo wa kutaka kutatua tatizo hili na wakulima ili tuweze kutoa ufuta, akaniambia ile tatizo nimeshughulikia. Mwenyekiti amenisupport kwa hili. Kwa hiyo amenikabidhi 100,000 na naomba tafuta vijana hapo ili waweze kufanya zoezi hilo la kufukia. Kwa hiyo kwa bahati nzuri tulianza Jumamosi na diwani alikuja, tulishirikiana naye siku ya Jumamosi tukafanya hii kazi. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba leo ninavyozungumza tumetoa tani 11 za ufuta kuzipeleka Kipatimu. Lakini bado naomba mwenyekiti wa halmashauri kwamba hizi gharama hizi tunazofanya ni kubwa mno za kutoa ufuta kwa njia ya guta. Ili guta lililopita hapa kwa ile tani moja wanasafisha kwa 50,000. Sasa tupige hesabu tani 11 wenye guta wamechukua shilingi ngapi? Kwa hiyo tunaomba kwamba hii hali mwenyekiti iangalie kwa kina zaidi ili kuondoa hii changamoto, na hii inasababisha kuna mjumbe anasema inasababisha kupata hasara kwenye halmashauri. Sisi tuko mpakani na wilaya ya Rufiji. Kwa hiyo watu wanatoa ufuta wao wanapeleka kule, wanaamini wakileta kwenye chama unakaa muda mrefu mpaka njia ifanyeje itoboke. Sasa hii inapoteza mapato makubwa sana, na hii kwenye ufuta tu, lakini bado kwenye nazi na vitu vingine watu wanatorosha kwa kupitia njia hiyo kwa sababu hakuna njia inayopitika kuelekea huko. Kwa hiyo natoa ushauri wangu mwenyekiti, upokee maoni ya mheshimiwa diwani na uyafanyie kazi. Mshauri mkurugenzi, katibu wako, na imani atakusikia ili uondoa hiki kilio cha kata hii ya Kibata. Sasa kwenye eneo la uchakavu wa shule yetu nadhani umeona na umechukua picha, maeneo mengi yamechakaa. Kwa mfano tuna majengo ambayo yaliezuliwa toka mwaka 2023, lakini mpaka leo hatujapata taarifa yoyote na wala hakuna chochote ambacho kimeweza kusaidia, serikali imeweza kusaidia mpaka hapa tulipokuja kufikia, zidi ya taarifa kwa zimekwenda kwa kupitia mlolongo ambao ulipaswa kwenda. Lakini pia tuna issue ya pale bweni. Issue ya bweni ndio issue ambayo kwa kweli binafsi mimi imekuwa ikiniumiza sana, kwa sababu mimi pia ni mzazi na tumekuja kwenye vikao zaidi ya viwili tukizungumzia issue ya bweni, na tulifikia sehemu tulihitaji bweni tufunge kulingana na hali ambayo ipo. Kwanza tuna shida kwenye eneo la bweni lenyewe, bati zimekufa, milango haipo, kwa maana ya imekufa, wakati wowote unaweza ukaona kwamba watoto wetu hapo katika riski. Lakini pili, kwenye maeneo ya vyoo
nadhani umejionea mazingira ya vyoo yamekuwa. Kwa hiyo wazazi tulijadili kwa kina, baadaye tukaona tufunge, lakini tukaona hata kama tutakuwa tumefunga hatujatatua tatizo, na ndio maana sisi kama wazazi tulikubali pia kuchangia sehemu ya ukarabati wa choo. Kwa hiyo ujio wa mwenyekiti wa halmashauri, mimi naamini kama kauli ambayo ameitoa atakuwa ameweza kuitekeleza, basi itakuwa imeweza kutusaidia kwa kiasi fulani. Kwanza nianze kwa kuwapongeza kwa kumpa ushirikiano mheshimiwa diwani wenu, lakini lingine, kuna neno mimi napenda kusema sana kwamba siasa zetu na vyama ziwepo wakati wa uchaguzi, sawa, ili kupima matokeo yanayoendelea na yanayekuja. Lakini tukimaliza tu uchaguzi, sote tueletu hilo, Kibata kwanza, siasa baadaye. Mheshimiwa diwani huyu ambaye munaye, nataka nikuambieni kama mwenyekiti, napokea maoni ya kila diwani na madiwani wote wanawajibika vizuri, sio yetu peke yake, sawa. Lakini yeye nikizungumzia kwa maana ya kata yake, mfuatiliaji kwa kweli, sizungumzi kwa sababu yupo. Sasa ili kutafuta maendeleo haya, letu liwe hilo moja, Kibata kwanza, siasa baadaye. Alinifika kwa swala hili la hapa mwenyekiti, pamoja najua kuna nia nzuri, serikali inaandaa maandalizi mazuri, TARURA watakuja watafanya marekebisho, lakini mheshimiwa diwani akaniambia, bwana, TARURA sawa, lakini kuna maeneo mbona hata kama tutatumia nguvu zetu tunaweza tukarekebisha, si ndio hivyo? Lakini kitu kikubwa inabidi tupate uchumi kidogo, sawa eh? Nikamwambia sawa mheshimiwa diwani, wewe nenda chukua kwanza laki kafanya hilo zoezi, na kiasi kingine nikija nitakuja kukimalizia, ambayo ndio leo kusudio langu, ili kusudi nimkabidhi aweze kufanya huu utaratibu. Sasa kama huu uzalendo tuliofanya hapa huu, na nimeshasema Kibata kwanza, tupeane ushirikiano ngazi ya diwani, mwenyekiti, kwenye maeneo mengine na watendaji wetu. Mkigundua kwamba tukitumia suluhisho la awali wakati tunasubiri mambo mengine yaje, ndio litaleta suluhisho, na waombeni tushirikiane kwa njia hiyo kwanza. Sio, nimeleka vizuri eh? Nchi ni yetu wenyewe, serikali ni yetu wenyewe, na serikali ndio mzazi wetu, hakuna sehemu inachukia. Isipokuwa kama unavyoona wewe nyumbani, huyu anataka daftari, huyu anataka kliniki, huyu anataka anaoma, si ndio? Na wote unatakiwa baba ufanyaje wale? Uwasimamie. Sasa naomba hiki mlichokifanya hapa, mheshimiwa diwani kashirikiana na nyinyi kama mlivyohitaji, mmefukia hapa, si ndio? Kile kiasi kilichotoka hatuwezi kusema ni malipo. Yaani ni kuunga mkono juhudi mnazozifanya. Kwa sababu wakati mliopoteza, nguvu mlizotumia hapa na 200,000 ni vitu vili tofauti. Ila mimi naamini mlifanya kwa sababu ya uzalendo wenu dhidi ya mji wetu na kuheshimu mazingira na mapato yetu. Sasa niwaombeni na maeneo mengine, mtumieni mheshimiwa diwani, mkigundua kwamba wakati tunasubiri mambo mengine yanaendelea, kwa sababu mambo yatakuwa tu mazuri lakini suluhisho la eneo hili kumbe tunaweza tukajitolea, sawa, lakini tupate nguvu fulani. Hebu jaribuni kufanya hicho kitu na mheshimiwa diwani atuletee taarifa, tutashirikiana kwa hali na mali kuhakikisha wakati tunasubiri miundombinu yetu angalau ifunguke kwa uchache. Sisi kama halmashauri tunapenda kata zetu zote zifunguke, na ndio maana saizi mimi binafsi niko hapa. Moja ya jambo lililonileta ni hili, kwa sababu bila mapato huwezi kuendesha halmashauri. Mheshimiwa diwani anaheshimu mapato, mimi naheshimu mapato, na kila mtu anaheshimu mapato. Kwa hiyo jambo tunalolichukua sasa hivi, ndio maana nimetoa utangulizi wa awali, yale maeneo tunaweza tukaanza utaratibu mdogo mdogo kupata sababu ya kupita, hilo lifanyike. Lakini pia likiwa linafanyika, usia wangu pia viongozi wa AMCOS, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji, tujaribu pia kuwa wazalendo, kuwapa watu elimu. Kutorosha kwa mizigo kwenda kwenye wilaya nyingine ni kujinyima wewe mwenyewe haki yako ya kufanyiwa mambo mbalimbali. Sio, nimeleka vizuri? Tunafahamu wanapita kwenye wakati mgumu, lakini tujaribu kuwapa elimu kwamba hiyo shule tunaojenga asilimia kubwa ni mapato ya ndani. Sasa hivi tuna zaidi tunafukuzia karibuni bilioni 10 na kwa ajili ya kutaka makusanyo ya ndani. Tunapopata yale, unaweza kukuta karibuni asilimia nyingi na kwenda kwenye miradi ya maendeleo ndani yetu. Nimekuja kwenye hii shule, nimeiona changamoto za bweni, nimeliona choo, nimeona, lakini pia na mambo mengine katika miundombinu mbalimbali, nyumba za walimu nimeona. Lakini niwaambie tuna mpango kama halmashauri kuhakikisha shule zote
zilizokuwa chakavu tutazifanyia ukarabati katika mwaka huu tunaokwenda nao, mwaka unaokuja, mwaka mpya wa fedha. Ni jambo ambalo tumelipanga kabisa na tutazifikia shule nyingi, lakini kipekee hapa nimeona na baadhi ya changamoto nimetia nia kuzichukua. Kwa umuhimu wake nitajua jinsi gani ya kwenda kufanya utaratibu kwa kuona tunaziendea vipi. Madarasa yaliyozuliwa nimeliona na mengine na kule chini. Sasa binafsi niseme kule katika choo kule ambako tuna uhakika kabisa halmashauri yetu hii tunajua nini tunakifanya na inshallah kila kitu kitakaa sawa. Lakini kipindi hiki cha mpito hiki kwenye lile eneo tulioenda kuliona pale, kama nilivyozungumza, nitahakikisha nachangia pale ili kusudi huduma za watoto kwa kipindi hiki wanachosubiri ziendelee, zisimame kwa watoto wa kike wale. Tachangia zile bomba pale, tachangia simenti, lakini pia tofali, na hiyo gharama ya mafundi ambayo mtanipa kwa ujumla wake tutaijumlishia kama ambavyo tumeongea na mratibu, utaijaza. Tunaianzia kama hatua ya awali, tukisubiri halmashauri itatekeleza na tunahakika itatekeleza. Nafikiri nimeeleweka hapo. Lakini jengine, kuna swala la bweni lile nimeona la watoto. Umesema pale unalala watoto wangapi? 105. Na mara nyingi kuna vile vigodoro vinatakiwa kutumika vya inchi 2, nafikiri si inchi 3 vile. Si ndio? 2.5 eh? Nitakuja tena kukutana na wazazi. Ila nifikisheni salamu zangu kwamba kwa bweni lile madamu na mwenyewe nimeliona na mazingira ya watoto wanatakiwa kuishi. Mimi nitachangia pale godoro zenye ukubwa ule, godoro 50 pale nitaleta. Kwa watoto wetu kipindi hiki cha kambi kabla hawajaondoka tutaleta hizo godoro 50 ili watoto hao waweze kulalia pale. Zenye vipimo hizo zinazohitajika. Kwa siku nitakuja kukaa na wazazi. Nafikiri inshallah hilo tutalifikisha. Lakini pia katika marekebisho ya bweni, wakati vile kama nilivyosema tunasubiri marekebisho yetu makubwa yatakayokuja. Kipindi hiki nimejionea mle ndani ile hali ilivyo. Na ameniambia kwamba shida kubwa ilikuwa ni shilingi 500,000. Si ndio hivyo? Sasa katika 500,000 nitaianzisha kwa awamu 2. Leo nitachangia 200,000. Siku nitakapokuja kukaa na wazazi nitamalizia 300,000 ambayo imebaki. Ili kusudi mambo mengine yaendelee kufanyika. Tunafanya hivi kwa sababu tunaona tunataka kila kitu kiende sawa. Walimu wafanye kazi yao vizuri na watoto wasome vizuri. Lakini nilikuuliza mwalimu, utaratibu ukoje kuhusu watoto kula kambini? Si ndio eh? Uliniambia kwamba wazazi wanachangia kilo 12 kwa mwezi. Si ndio hivyo? Lakini wazazi hawa kuna baadhi ya michango ndo kama hivi tunawashirikisha. Sasa kipindi hiki ambacho wanaingia kwenye mchakato wa kusaidia na mambo mengine, katikati ya hii miezi 4 yao wanayochangia chakula hii. Si ndio? Tuna watoto 100 na ngapi? Kwa kambi ya mitihani wako 94. Na kwa sababu tumeambiwa ni haki yetu wazazi kuchangia na baadhi ya viongozi katika swala hilo. Watoto 94 kama ni kilo 12 kwa mwezi, kama tani 1 na hivi. Si ndio? Sasa mimi mashine tunazo kuza kusaga. Si zipo? Mwalimu nikikuletea mahindi tani 1, si utashughulikia hiyo taratibu ya usagaji? Sasa mimi nitaleta mahindi tani 1. Hivi vitu ninavyoviahidi ndivyo nitakavyovifanya.